Oligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 5 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema wapinga mpango wa ZEC kuchoma nyaraka za uchaguzi mkuu 2025. Wapinga mpango wa ZEC kuchoma nyaraka za uchaguzi mkuu 2025. Lakini mikopo kausha damu inavyofuta mustakabali wa watoto nchini. Mikopo kausha damu inavyofuta mustakabali wa watoto nchini. Lakini kuna habari inayosema kicheko usafiri kwa wanafunzi. Kicheko usafiri kwa wanafunzi, jela miaka 20 kwa kumshika sehemu za siri mwanafunzi. Lakini kilichojificha Kinondoni kuwa ngome Mabusha. Kilichojificha Kinondoni kuwa ngome ya Mabusha. Lakini Rais Samia azidi kuweka msingi kuvutia wawekezaji nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi kuna habari inayosema saratani 10 zinazotesa wakazi wa Dar es Salaam. Saratani 10 zinazotesa wakazi wa Dar es Salaam. Lakini kero ya usafiri kwa wanafunzi, tunakwama wapi? Kero ya usafiri kwa wanafunzi, tunakwama wapi? Lakini ACT Wazalendo ZEC bandia bandua Zanzibar. ACT Wazalendo ZEC bandika bandua Zanzibar. Lakini Rais Samia awaita wawekezaji kuja Tanzania. Na Watanzania wanavyoishi Marekani kwa kujificha ficha. Watanzania wanaoishi Marekani kwa kujificha ficha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo. Linaanza na habari inayosema Makonda, kiwanda cha ERV heshima kwa nchi. Huyo ni Makonda asema kiwanda cha ERV ni heshima kwa nchi. Lakini LATRA yapewa maagizo ya usafiri wa wanafunzi. LATRA yapewa maagizo ya usafiri wa wanafunzi. Lakini Rais Samia tupo tayari uwekezaji kimataifa. Rais Samia tupo tayari uwekezaji kimataifa, asema misingi ipo tayari, ajivunia ongezeko la uwekezaji wa nje. Aeleza wawekezaji wanataka uaminifu, serikali zinazotekeleza ahadi. Lakini wabunge washauri vyanzo kugharimia mpango wa maendeleo. Wabunge washauri vyanzo vya kugharamia mpango wa maendeleo. Lakini ZEC ACT Wazalendo wazozana uteketezaji nyaraka za uchaguzi 2025. Lakini Mchengerwa ahimiza bima ya afya kukabili saratani. Na bilioni 984 zatengwa kuboresha barabara. Bilioni 984 zatengwa kuboresha barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo kuna habari inayosema Dr. Samia avutia uwekezaji Afrika. Lakini miradi ya mazingira ya bilioni 97.6 ilitekelezwa Zanzibar miaka 5 iliyopita. Lakini Saif al-Islam Gaddafi ya wawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini ushirikiano nguzo ya kuimarisha afya kwa wananchi. Dr. Marijani asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika Rais Samia atoboa siri wawekezaji kumiminika. Rais Samia atoboa siri wawekezaji kumiminika. Lakini CCM yaweka rekodi miaka 49. Na serikali yatekeleza ahadi ya kununua matrekta 1000. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linaandika Rais Samia atangaza fursa kwa viongozi wa dunia. Lakini miradi ya bilioni 97.6 ya kuhifadhi mazingira yatekelezwa. Lakini serikali yapata kipaumbele mapambano dhidi ya saratani. Lakini TAMISA yawahamasisha vijana kuchangamkia fursa. Na Tanzania kuimarisha udhibiti utakatishaji wa fedha haramu. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele.
Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza kwenye kurasa wa mbele kuna habari inayosema Tanzania katika mkakati ya kuvutia mitaji ya kimataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo asubuhi ya leo linaandika Rais Samia ahamasisha uwekezaji barani Afrika. Lakini bado kuna habari inayosema kivutio kipya cha utalii mamba wasiokula watu. Kivutio kipya cha utalii ni mamba wasiokula watu. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika sekta ya fedha yaitwa kusukuma matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini Mwita wa Itara, CCM walinikataa mama Samia akanibeba. CCM walinikataa mama Samia akanibeba. Lakini hospitali ya Shifa yasema saratani yoyote inatibika. Hiyo ni hospitali ya Shifa yasema saratani yoyote inatibika. Lakini Mtanzania aula taasisi ya kimataifa ya takwimu. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako Raia Mzalendo linaandika meli kubwa yenye watalii 500 yatia nanga Dar es Salaam. Lakini Tanzania yapiga hatua kubwa ajenda nishati safi ya kupikia. Na gari la wagonjwa laibwa Musoma lageuzwa la wabeba watalii Arusha. Lakini polisi Arusha wanasa watu 4 kuwaburuza mahakamani. Lakini hospitali ya Shifa saratani yoyote inatibika. Hilo ni hospitali ya Shifa yasema saratani yoyote inatibika. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika Tanzania zidi kupata heshima kimataifa. Albina Chua ateuliwa taasisi ya kimataifa ya takwimu. Lakini saratani inatibika hospitali ya Shifa. Yashauri watu wawahi kupima wanapoona dalili. Lakini Waitara aeleza namna Rais Samia alivyomsaidia kupata ubunge. Na meli kubwa yenye watalii 500 yatia nanga Dar es Salaam. Huku Mneki Kigoma ataka ushirikishwaji jamii kwenye miradi. Mneki Kigoma ataka ushirikishwaji jamii kwenye miradi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye kurasa za michezo asubuhi ya leo, tunaanza na gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba sasa macho ligi kuu NBC. Lakini Mwakinyo awavaa waandishi wa habari. Kafu kukutana Dar es Salaam Februari 13. Winga Jame aungana na Yanga Morocco. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo. Lakini Taifa Tanzania linaandika Manara amshauri Mangungu akae pembeni kutoa nafasi kwa wengine na jua hana kosa. Lakini Simba yatua Angola salama, yaahidi ushindi. FIFA kuiondolea Urusi adhabu. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba yatua Angola kwa kishindo, kocha asema wanakwenda kuweka heshima. Lakini Yanga waivalia njuga Farabat. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika hatima ya Mangungu baada ya Simba Petro Atletico. Lakini serikali kujenga vituo vya kukuza vipaji vya michezo. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Abdul Ghulamu aridhishwa na maandalizi tamasha la Busara. Lakini Yanga Simba hesabu zinakubali zinakataa kafu. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Habari Leo linaandika Simba yahamasisha nguvu ligi kuu bara. Lakini Fountain Gate na Mungo wagawana pointi. Ngumi kupiganiwa Umitashumta na Umiseta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Hili gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii asubuhi ya leo linaandika Mkwasa aipa Yanga dawa ya ushindi kafu. Simba yakiri haikuwa na kikosi bora msimu huu. Simba yakiri haikuwa na kikosi bora msimu huu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika Mpanzu kuna nini? Adaiwa hana furaha Simba. Fadu Davis yatajwa kimtindo. Lakini nyuma ya pazia Mzize Morocco. Nyuma ya pazia Mzize naye Morocco. Usajili wowote Ulaya. Maswali Mbeya City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.